Mpendwa msikilizaji wa vipindi vyetu vya CMTV, ni matumaini yangu ya kwamba ubuheri wa afya. Leo tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya historia za watunzi wa nyimbo za Kristo, tunakuletea historia ya wimbo nambari 130 unaosema Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Historia hii inaletwa na mchungaji Chacha Waimara. Kwa kwanza kabisa ataanza kwa ombi na sote tubarikiwe. Mchungaji, karibu. Asante sana mtangazaji wangu. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa kutupatia fursa ya kujifunza historia ya wimbo nambari 130. Hivyo tunaalika uwepo wako kwa njia ya Roho Mtakatifu akaweze kutufundisha na kutuongoza tunapojifunza wimbo huu, na ukapate kugusa maisha yetu na kutubadilisha kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Maisha ya ulimwengu huu yamejaa changamoto nyingi sana, na kila mmoja wetu ana uzoefu wake katika changamoto ambao ni tofauti na mtu mwingine. Mtunzi wa wimbo huu ambaye ni Joseph Medlicott Scriven ni miongoni mwa watunzi waliopitia changamoto za ajabu katika maisha. Alizaliwa tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 1819 maeneo ya St. Patrick Island na kusoma katika chuo cha Trinity huko Dublin, Ulaya. Kabla ya kuhitimu mafunzo chuoni, alijiunga na jeshi, lakini kutokana na afya yake kuwa mbaya isiyoweza kuhimili mikiki ya jeshi, aliamua kurudi tena chuoni kuendelea na masomo hadi pale alipohitimu shahada yake ya kwanza. Historia inaeleza kuwa Joseph alimpenda binti mmoja na kuazimu kufunga naye ndoa katika mwaka wa 1840, lakini kwa bahati mbaya mchumba wake alirushwa majini na farasi wake kisha kufa maji kabla ya ndoa kufungwa. Kutokana na tukio hilo lililomhuzunisha, aliamua kuhamia Canada mnamo mwaka 1844 na kuanza maisha mapya ya walimu. Kwa mara nyingine tena alipata mchumba ambaye pia alikusudia kufunga naye ndoa, lakini kabla ya ndoa yao kufungwa, mchumba wake huyu wa pili naye kwa bahati mbaya alifariki dunia kwa tatizo la pneumonia iliyotokana na kubatizwa katika ziwa lenye barafu. Ingawa Joseph alikuwa na changamoto za kifedha na msongo wa mawazo kutokana na changamoto zilizompata, bado alitambulika katika mji wa Budley, Canada kama Mkristo mwaminifu na mwenye kujali wahitaji. Siku moja, Joseph akiwa katika kazi zake za kila siku, alipokea ujumbe kwamba mama yake ambaye ni mjane aliyeitwa Jane Medlicott Scriven kutoka Ireland mwenye umri wa miaka 70 kwa wakati huo alikuwa mgonjwa sana. Kutokana na changamoto za kifedha alizokuwa nazo, mtumishi wa Mungu Joseph hakuweza kwenda kumtazama mama yake. Hivyo aliamua kumtumia mama yake shairi akiwa na tumaini kuwa lingeweza kumfariji na kumrejeshea tumaini katika nyakati za kuugua kwake. Na hivyo akaandika shairi hili mnamo mwaka 1855 kiwa linasema: Yesu kwetu ni rafiki, huambiwa haja pia, tukiomba kwa babaye maombi asikia. Lakini mama twajikosesha, twajitweka vibaya, kama tulimwomba Mungu dua atasikia. Akiwa anaendelea kumtia mama yake moyo, anasema: una dhiki na maonjo, una mashaka pia, haifai kufa moyo mama yangu, dua atasikia. Akirejea uzoefu ambao amepitia, anasema hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tu dhaifu, maombi asikia. Akiendelea kwenye ile beti inayofuata, anasema: je, unayo hata nguvu? Huwezi kuendelea, ujapo dharauliwa, ujapo rushwa pia, watu wakikudharau, wapendao dunia, hukuambata mikononi, dua atasikia. Baada ya muda, Joseph aliugua na rafiki yake akaja kumhudumia. Alipokuwa akimhudumia, aliona karatasi iliyochoka ikiwa chini imeandikwa shairi hili alilolitunga mtumishi wa Mungu Joseph. Kisha akachukua shairi hilo na kulituma kwa wachapishaji wa majarida ya kidini, Religious Journal, ambapo shairi hilo liliweza kuchapwa likiwa katika mfumo wa wimbo kamili. Baada ya misukosuko ya maisha, mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 1866, Joseph alikutwa akiwa amefariki katika ziwa la Rice Lake huko Budley, Ontario, na haikujulikana chanzo cha kuzama kwake ziwani na kufariki.
Katika kitabu cha Waefeso 3:12 Biblia inasema, katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Ni upendeleo wa pekee sana tulio nao wa kuweza kumkaribia Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Katika dunia hii ni vigumu sana kuwafikia viongozi na kuzungumza nao, na ikiwa mtu atapata bahati hiyo, humwendea kiongozi kwa kutetemeka. Lakini ashukuriwe Yesu Kristo kwa kufanya iwezekane kwa mwanadamu kuingia kwa Mungu, mfalme wa wafalme, moja kwa moja bila hofu, kwa njia ya maombi kupitia Yesu Kristo. Yesu ni rafiki wa karibu sana, zaidi ya wazazi, ndugu, jamaa na marafiki zetu. Ni yeye tu anayeweza kujua shida zilizojaza moyo wako na kukusaidia. Ni yeye tu ajuaye nini kinachokutaabisha, kwa sababu ndiye muumbaji wetu. Ni yeye tu anayejua mianzo yetu na miisho yetu, na hakuna jambo lililo gumu linaloweza kumshinda. Mwandishi wa wimbo huu, baada ya kukumbana na changamoto nyingi za misiba na za kiuchumi, hakuona mfariji zaidi ya Yesu peke yake. Wakati mama yake anaumwa na hana fedha hata nauli ya kwenda kumtazama, aliamua kumtumaini Mungu na kumwambia mama yake kuwa Yesu kwetu ni rafiki, ukiomba kwa babaye maombi atasikia. Huenda pia katika maisha yao hakukuwa na watu wa kuwahurumia katika hali waliokuwa nayo ya upweke, umaskini na ugonjwa. Ndio maana pia anaandika kwamba hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tu dhaifu, dua atasikia. Mpendwa, Yesu peke yake ndiye rafiki awezaye kutoa msaada katika maisha yako pasipo kukubeza kwa watu. Ni yeye peke yake anayeweza kukusaidia pasipo kukulaumu. Ni yeye peke yake anayeweza kukuita mtoto wa Mungu pasipo kusengenya. Unapoingia katika shida ya aina yoyote ile, wa kwanza kumlilia ninampendekeza kwako awe Yesu Kristo. Ikiwa ndugu, jamaa na rafiki zako wameingia kwenye matatizo na wewe upo mbali nao, msaada wa pekee na wa uhakika unaoweza kutoa ni kuwafariji kupitia Yesu Kristo. Acha kutumaini wanadamu, mtumaini Yesu peke yake. Ikiwa unadharauliwa, unabezwa, unatukana na kuonewa, mwambie Yesu, kwani yeye yupo tayari kukusaidia. Bwana akubariki sana, kwa jina lake Yesu, amina. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni rafiki mwema. Tunasema asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi sote na tumesikia historia ambayo imegusa mioyo yetu. Endelea kuwabariki wasikilizaji wako, na siku kwa siku tuendelee kuvutwa kwako. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Ili kujipatia nakala ya kitabu chenye historia hizi, wasiliana nasi kupitia nambari 0763018220. Lakini pia unaweza ukaingia katika YouTube channel yetu ambayo utaandika Chacha Waimara. Hapo utajipatia historia mbalimbali za watunzi wa nyimbo za Kristo. Pamoja na hayo, wasiliana nasi kwa kupitia email yetu ambayo ni chachamarwa@gmail.com. Kumbuka kusubscribe. Bwana akubariki.